Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uhinji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi unakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 8 Julai mwaka 2026. Na katika taarifa ya leo tutaanza na hali ya usalama mashariki mwa nchi ambako mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu, huku wananchi wakiendelea kukabiliwa na changamoto ya kiusalama na kibinadamu. Tutakupeleka pia Minembwe ambako taarifa zojua baadhi ya viongozi wa muungano wa M23 naendelea kufuatiliwa kwa sababu halisi za ziara hiyo ikiwa bado hazijawekwa wazi. Katika wilaya Fizi tutazungumzia pia hali ya huzuni baada ya taarifa za vifo vya zaidi ya watu 15 kutokana na mashambulizi ya mabomu ndani ya kipindi cha wiki mbili, huku mamlaka za eneo hilo zikitoa wito kwa hatua za haraka. Pia tutakuwa na taarifa kutoka Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako tulivu umeanza kurejea baada ya mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Katika taarifa ya asubuhi tutakuletea pia habari kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika Ituri. Ujua madaktari 48 kutoka Uganda kusaidia katika kukabiliana na mlipuko pamoja na taarifa nyingine muhimu za kitaifa. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho kupitia taarifa hii. Mimi ni Teloje Longa na karibu tuanze taarifa zetu za asubuhi kwa pamoja. Eneo la Minembwe lipo katika milima ya Haut Plateau mkoani Kivu Kusini endelea kwa kitovu cha matukio ya kiusalama baada ya taarifa kuibuka kwamba ujumbe wa viongozi wa muungano wa M23 uliwasili katika eneo hilo kwa ndege siku ya jana Jumanne tarehe 7 Julai. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Kivu News Info kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, ujumbe ulisafiri kwa ndege na uliripotiwa kuondoka katika uwanja wa ndege wa Kavumu kuelekea Minembwe. Miongoni mwa watu waliotajwa kuwemo katika ujumbe ni Gabi Mukiza ambaye alikuwa mkuu wa zamani wa munisipa ya Minembwe na ambaye kwa sasa anatajwa kuwa makamu wa gavana katika utawala wa M23 katika mji wa Bukavu. Pia ametajwa Fredi Kaniki Lawrence Kauka pamoja na viongozi wengine wa muungano huo wa uasi. Baadhi ya vyanzo vinadai kuwa ujumbe uliambatana na maafisa wa Rwanda. Hata hivyo hadi sasa madai hayo bado hayajathibitishwa kwa njia huru wala mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka sasa sababu halisi za ziara hiyo bado hajafahamika. Hakuna mawasiliano rasmi yanayotolewa na yanayoeleza mazumuni ya ujumbe huo, jambo ambalo limeendelea kuzua maswali mengi miongoni mwa wakazi wa Minembwe na wafuatiliaji wa hali ya usalama mashariki mwa nchi. Taarifa zinazopatikana zinaeleza kuwa baadhi ya viongozi wa utaratibu wa operesheni za waasi wa M23 wako katika eneo la Minembwe, lakini bado haijulikani ikiwa ziara hiyo inahusiana na masuala ya kijeshi, kisiasa au shughuli nyingine. Ziara inafika wakati ambako Minembwe inaendelea kuwa moja ya maeneo yenye mapigano makali katika siku za hivi karibuni. Eneo hilo limekuwa likishuhudia mapambano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo pamoja na vikosi vya Burundi dhidi ya makundi yenye silaha ya Twirwaneho, Red Tabara na Ngomino ambao mara nyingi hutajwa kuwa na washirika wa waasi wa M23. Madai yamesababisha hali ya wasiwasi kwa wananchi, huku familia nyingi zikiendelea kuhama makazi yao kwa kufia usalama. Ufuatiliaji wa masuala ya usalama unaeleza kuwa maendeleo yote yanatokea Minembwe anaweza kuasiri hatari kubwa ya hali ya usalama katika maeneo mengine ya Kifizi, Uvira na milima ya Haut Plateau. Kivu News Info inaendelea kufanya utafiti na kufuatilia kwa karibu taarifa hizi ili kubaini sababu halisi za ujio wa ujumbe pamoja na athari zinazoweza kujitokeza. Tuendelea kupatia wasikilizaji na watazamaji wetu taarifa zitazokuwa zimethibitishwa kutoka kwa vyanzo vya kuaminika kadri zitavyokuwa zinapatikana. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, huku zaidi ya raia 15 wakiripotiwa kupoteza maisha katika kipindi cha chini ya wiki mbili kutokana na mashambulizi ya mabomu yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Kwa mujibu wa msimamizi wa wilaya Fizi Samika Lonji Badibanga, raia waliouawa ni raia wasiohusika na mapigano. Miongoni mwao wamo wanawake, watoto, wanafunzi, watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita pamoja na wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu walikuwa wakitoa msaada kwa wananchi walioathirika. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Samika Lonji Badibanga alisema mashambulizi yameendelea kuwa takriban wiki mbili na yameleta madhara makubwa kwa wananchi na miundombinu ya msingi. Kwa mujibu wake, mbali na vifo vya raia, mashambulizi yamesababisha uharibifu wa barabara, vituo vya afya na mashamba ya wananchi. Mifugo mengi imeteketezwa kwa moto, jambo ambalo limeendelea kuzisha hali ngumu ya maisha kwa wakazi wa Fizi wanaotegemea kilimo na ufugaji. Msimamizi wale alieleza pia kuwa matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone katika mapigano yanaendelea
kuchangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la vifo vya raia pamoja na uharibifu wa mali za wananchi. Aliongeza kuwa hali hiyo tayari imesababisha maelfu ya wananchi kuihama makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kutokana na hali hiyo, Sami Kalonji Badibanga ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kusaidia kulinda maisha ya raia na kusitisha mashambulizi yanayoendelea kuwasili wananchi wasio na hatia. Amesisitiza kuwa hadi idadi ya wasirika inaendelea kuongezeka kila siku huku mahitaji ya kibinadamu yakizidi kuwa makubwa. Ikumbuke kuwa kwa zaidi ya wiki moja sasa mapigano makali yanaendelea katika eneo la Minembwe Centre na maeneo yanayoizunguka. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinaendelea kupambana na waasi wa M23 katika juhudi za kudhibiti eneo hilo la kimkakati. Kutokana na mapigano hayo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama katika baadhi ya maeneo ya Fizi, huku huduma za afya zimekuwa ngumu ukiwa kufikiwa kwa wananchi, familia nyingi zikiendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Wakazi wa eneo wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu ili kuhakikisha usalama wa raia unalindwa. Mashirika ya misaada nayo yanaonya kuwa iwapo mapigano yataendelea kwa kasi hadi sasa idadi ya watu wanahitaji msaada wa dharura inaweza kuongezeka katika siku zijazo. Utulivu umeanza kurejea katika kijiji cha Minjenje kilichopo katika eneo la Banakindi Kisimba, kundi la Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa saa kadhaa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya muungano wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yalianza majira saa 5 za mchana siku ya Jumatatu tarehe 6 Julai baada ya waasi wa M23 kuanzisha mashambulizi kutoka eneo la Malemo lilopo katika kundi la Bashali Mokoto wilayani Masisi. Taarifa zinaeleza kuwa lengo la mashambulizi kuwa ni kuyakamata na kuyaondoa majeshi ya serikali kutoka nafasi zao na za kijeshi zilizopo Minjenje, inayochukuliwa kama muhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake kati ya wilaya ya Walikale na Masisi. Mara baada ya mashambulizi kuanza, milio mizito ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa, huku wananchi wakimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Wengi walitafuta hifadhi katika maeneo yaliokuwa mbali na mstari wa mapigano, wakihofia kwamba mapambano yangenea zaidi. Hivyo hofu hiyo iliwakumba pia wakazi wa kijiji cha Mpeti na Nzengagano, ambako familia nyingi zilianza kuhama kwa tahadhari baada ya kusikia milio ya risasi na mabomu kutoka eneo la mapigano. Baadhi ya familia walazimika kusitisha shughuli zao za kila siku ikiwemo kilimo, biashara kutokana na hali ya taharuki. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na Wazalendo vilifanikiwa kuhimili mashambulizi na baadaye kuwalazimisha waasi wa M23 kurudi nyuma kuelekea Malemo ambako walikuwa wameanzisha operesheni yao. Mpaka sasa eneo la Minjenje linaendelea kubaki chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake wa Wazalendo, huku wale utulivu ukianza kurejea tangu asubuhi ya jana Jumanne tarehe 7 Julai. Hadi kufika sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa, waliojeruhiwa au uharibifu wa mali uliotokana na mapigano hayo. Mamlaka za kijeshi bado zinaendelea kutathmini hali halisi ya eneo hilo, huku taarifa rasmi zikisubiriwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mapigano yanaonyesha kuwa hali ya usalama katika mpaka unaunganisha wilaya za Masisi na Walikale bado ni tete. Maeneo yameendelea kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali katika miezi hivi karibuni. Kutokana na hiyo, wananchi wanaishi katika maeneo yanaendelea kuwa na waathirika wakubwa wa mapigano, wakikabiliwa na hatari ya kupoteza maisha, kuhama makazi yao na kukosa huduma muhimu kama afya na elimu na chakula. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kueleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la idadi ya watu wanaokimbia mapigano katika maeneo ya Walikale na Masisi, huku mahitaji ya msaada wa dharura yakizidi kuongezeka kadri mapigano yanavyoendelea. Kivu News inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika maeneo ya Walikale, Masisi na maeneo mengine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na itaendelea kuwapatia wasikilizaji taarifa sahihi zinazodhibitishwa na zenye kuaminika kadri zitakavyokuwa zinapatikana. Katika juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaendelea kuathiri mkoa wa Ituri, madaktari 48 kutoka Uganda wamewasili rasmi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kusaidia vikosi vya afya vinavyopambana na mlipuko huo. Madaktari hao waliwasili siku ya jana Jumanne tarehe 7 Julai kupitia bandari ya Kasenyi iliyopo kwenye ziwa Albere kabla ya kuelekea mjini Bunia ambako wamepokelewa rasmi na gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri, Jenerali Meja Kasongo Mulumba Gabi. Ujumbe ule uongozwa na waziri wa afya Uganda, Dr. Chris
Guterres, ambaye alisema ujio wa wataalamu hao ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa afya uliosainiwa hivi karibuni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda katika mji wa Aru. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, nchi hizo mbili zimekubaliana kushirikiana kwa karibu katika kupambana na magonjwa ya mlipuko yanayoweza kuvuka mpaka Ebola ili kuzuia kuenea kwa maambukizi katika eneo lote la maziwa makuu. Madaktari wa Uganda wanapelekwa katika maeneo mbalimbali ya afya ndani ya mkoa Ituri, yakiwemo Bunia pamoja na maeneo mengine yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo. Kazi yao itakuwa ni kuhudumia wagonjwa, kusaidia madaktari wa Kongo katika matibabu, kuimarisha uwezo wa hudumu wa afya eneo hilo pamoja na kuongeza ufuatiliaji wa wagonjwa na watu wanaokutana nao ili kuzuia maambukizi mapya. Akizungumza baada ya mkutano wake na mamlaka za Ituri, waziri wa afya za Uganda alisema kuwa ushirikiano wake kati na nchi hizo mbili ni muhimu kwa sababu ugonjwa wa Ebola unaheshimu mipaka ya nchi. Alisema kuwa timu za wataalamu kutoka Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha mlipuko huu unadhibitiwa haraka iwezekanavyo kabla ya kurejeshwa kamilifu kwa shughuli za kawaida katika maeneo ya mpakani. Alieleza kuwa mpaka sasa mipaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haujafunguliwa kikamilifu kwa shughuli zote. Badala yake, serikali za nchi hizo mbili zimekubaliana kuruhusu kwa muda usafirishaji wa bidhaa muhimu, timu za afya zinazoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola pamoja na washirika wa kibinadamu wanaotoa msaada kwa wananchi. Kwa upande wake, mamlaka za Kongo zinaamini kuwa ushirikiano huo wa kikanda utasaidia kuongeza kasi ya kudhibiti maambukizi na kupunguza idadi ya wagonjwa pamoja na vifo vinavyotokana na Ebola. Mkoa wa Ituri unaendelea kwa kitovu cha mlipuko wa 17 cha ugonjwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka za afya, zaidi ya watu 300 tayari wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu, mamia wengine kufuatiliwa kutokana na uwezekano wa kuambukizwa. Hali imeendelea kuwatia wasiwasi wananchi pamoja na washirika wa afya ya kimataifa, hasa kutokana na mwingilio mkubwa wa watu kati ya Ituri na Uganda kupitia maeneo ya mpakani. Wataalamu wa afya wanaendelea kuwasihi wananchi kufuata hatua zote za kujikinga dhidi ya Ebola, ikiwemo kuripoti mapema wagonjwa wenye dalili zinazofanana na Ebola, kuepuka kugusana na majimaji ya mwili wa mgonjwa, kunawa mikono mara kwa mara na kushirikiana na timu za afya zinazofanya ufuatiliaji wa ugonjwa huo. Mamlaka za afya zinaamini kwa kupitia ushirikiano huu mpya kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kudhibiti mlipuko huo na kuzuia kuenea kwake katika maeneo mengine ya nchi. Athari za vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazishitu kwa wananchi na miundombinu, bali sasa zinaendelea kuathiri kwa kiwango kikubwa mazingira na hifadhi za taifa. Hayo ni kwa mujibu wa shirika lisilo la serikali la Terra Nova ambalo limeonya kuwa hifadhi ya taifa ya Kauzi-Biega inaendelea kuharibiwa kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha ndani ya eneo hilo. Akizungumza siku ya Jumanne, mratibu wa shirika hilo Diogras Chubaka alisema kuwa vita vinavyoendelea katika mkoa Kivu vimefanya hifadhi ya taifa ya Kauzi-Biega kuwa moja ya maeneo yanayotumiwa na makundi yenye silaha kama maficho na maeneo ya kupanga operesheni zao za kijeshi. Kwa mujibu wake, makundi yao ingia ndani ya msitu ya hifadhi hiyo na kujificha baada ya kuondoka katika maeneo yenye idadi kubwa ya wananchi, jambo ambalo linafanya hifadhi hiyo kuwa uwanja wa mapambano badala ya eneo la kuhifadhi urithi wa asili. Dekrasa Chubaka alieleza kuwa hali hiyo imekuwa na madhara makubwa kwa shughuli za uhifadhi wa mazingira. Alisema walinzi wa hifadhi pamoja na wataalamu wa mazingira wanashindwa kufika katika baadhi ya maeneo kutokana na hatari ya mashambulizi, jambo linalozuia ufuatiliaji wa wanyamapori na utekelezaji wa programu za hifadhi. Kutokana na hiyo, shughuli ya haramu kama uwindaji wa wanyamapori, ukataji wa miti, uchimbaji holela wa madini na uchomaji wa misitu inaendelea kuongezeka katika maeneo ambayo haifikiki kirahisi na mamlaka za uhifadhi. Mratibu alionya kuwa ikiwa hali ya usalama itaimarika, hifadhi ya taifa ya Kauzi-Biega inaweza kupoteza sehemu kubwa ya utajiri wake na viumbe hai, jambo ambalo litakuwa pigo kubwa kwa mazingira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia kwa ujumla. Hifadhi ya taifa Biega ni moja ya hifadhi muhimu zaidi nchini DRC na barani Afrika. Inaaminika duniani kwa kuwa makazi ya sokwe wa milimani na eneo la mashariki aina adimu ya wanyama ambao wanalindwa kimataifa kutokana na kupungua kwa idadi hiyo. Bala sokwe, hifadhi hiyo pia na mamia ya aina za ndege, mamia ya mimea na viumbe vingine ambao wanachangia katika kulinda mfumo wa kiikolojia na hali ya hewa ya eneo lote la Kivu. Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa vita vinavyoendelea katika maeneo yanayozunguka hifadhi hiyo imesababisha pia ongezeko la wananchi kukimbia ndani ya misitu wakitafuta usalama. Hali imeongeza shinikizo kwa rasilimali za asili kutokana na ukataji wa miti kwa ajili ya kujenga makazi ya muda, kutafuta kuni na kupanua shamba.
Kwa upande mwingine, shughuli za utalii ambazo zilikuwa zikichangia uchumi wa wakazi wanaoishi karibu na hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega zimeendelea kudorora kutokana na ukosefu wa usalama. Hoteli waongeza watalii, wafanyabiashara na wananchi waliokuwa kinufaika na wageni wanaotembea katika hifadhi hiyo wanaendelea kupata hasara kubwa. Deokrasia Chubaka ametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, washirika wa kimataifa na mashirika ya mazingira kuongeza juhudi za kulinda hifadhi hiyo pamoja na kurejesha usalama katika maeneo yanayoizunguka. Amesisitiza kuwa kulinda hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega sio tu kulinda wanyamapori na misitu, bali kulinda urithi wa taifa, maisha ya wananchi wanaotegemea na changamoto yake katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi duniani. Zaidi ya watoto 5,000 wanaotoka katika familia za wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawakuweza kuhudhuria masomo katika mwaka wa shule 2015 hadi mwaka 2016 mjini Beni, ambako kwa sasa ni makao ya muda ya taasisi za mkoa Kivu Kaskazini. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la watoto na wanajeshi walio mstari wa mbele kwa amani unaojulikana kwa kifupi ASESOFPE. Shirika limetoa tahadhari hiyo baada ya kumalizika rasmi kwa mwaka wa masomo tarehe 2 Julai mwaka 2016, tekeleza kwa maelfu ya watoto wa wanajeshi wameendelea kunyimwa haki yao ya msingi ya kupata elimu kutokana na mazingira magumu yanayozikabili familia zao. Katika barua iliyotolewa tarehe 2 Julai, ASESOFPE imeeleza kuwa hiyo imebanika badala ya kufanya tathmini ya mwisho wa mwaka wa shule kuhusu maisha ya watoto wanaotegemea wanajeshi walioko katika mstari wa maeneo ya mapigano. Kwa mujibu wa shirika hilo, wanajeshi wengi wamekuwa kitumwa katika operesheni mbalimbali za kijeshi na zolenga kurejesha usalama mashariki mwa nchi. Kutokana na hiyo, familia nyingi zimebaki bila uwezo wa kugharamia mahitaji muhimu ya watoto hao, hususan ada, sare za shule, vifaa vya kujifunzia pamoja na chakula. Shirika linaeleza kuwa watoto wengi wa wanajeshi wamejikuta wakikosa nafasi darasani licha ya wazazi kuendelea kuhatarisha maisha yao wakitumikia taifa katika maeneo yenye mapigano. Shirika hilo limeonya kuwa hali hiyo inaweza kuwa na hatari kubwa kwa maisha ya watoto hao iwapo hatua za haraka zitachukuliwa. Inaeleza kuwa baadhi ya watoto tayari wameacha shule, huku wengine wakikabiliwa na hatari ya kuingia katika vitendo vya utoro, ajira za utotoni na mazingira mengine yanayoweza kuhatarisha maisha yao ya baadaye. Kwa mujibu wa ASESOFPE, pamoja na jitihada zinazofanywa na baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kuwasaidia watoto wachache walioko katika mazingira magumu, idadi kubwa ya watoto wa wanajeshi bado haijapata msaada wowote. Shirika linaeleza kuwa hali hiyo inapitia huzuni zaidi na kwamba baadhi ya watoto wanajeshi na polisi wameanza kuwaombaomba mtaani ili kupata chakula na mahitaji mengine ya msingi. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali hiyo haiendani na mchango mkubwa ambao wazazi wanatoa katika kulinda usalama wa taifa. Kutokana na changamoto hizo, ASESOFPE imewasilisha ombi la mamlaka husika ikitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha watoto wanarejea shuleni mara baada ya mwaka wa masomo 2026-2027 utakapoanza. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni kupanua sera elimu iliyobali bila malipo hadi ngazi za sekondari kwa watoto wa wanajeshi na polisi waliopo katika operesheni za usalama. Shirika linaamini kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza idadi ya watoto wanaoshindwa kuendelea na masomo yao kutokana na ukosefu wa usalama na uwezo wa kifedha. Shirika hilo limeomba serikali pamoja na washirika wake kuboresha mazingira ya kujifunzia katika shule Chigoma Mbango kwa kupitia madawati, vitabu, vifaa vya kufundisha na vifaa vingine muhimu vitakavyowezesha watoto wao kupata elimu katika mazingira bora. Shirika hilo pia limetoa wito kwa kamanda wa operesheni ya Sokola moja Grand Nord, viongozi wa serikali, mashirika ya kibinadamu na watu wenye mapenzi mema kushirikiana katika kusaidia familia za wanajeshi na polisi wanaendelea kutekeleza majukumu yao katika maeneo yenye mapigano. Kwa mujibu wa ASESOFPE, kulinda haki ya elimu ya watoto wanajeshi ni njia mojawapo ya kutambua mchango wa kujitolea kwa wazazi wao wanaendelea kuhatarisha maisha kwa ajili ya kulinda amani na usalama wa taifa. Wadau wa elimu na watetezi wa haki za watoto wanaeleza kuwa uwekezaji katika elimu ya watoto wa wanajeshi ni muhimu si tu kwa ustawi wa familia zao, bali pia ni kwa mustakabali wa taifa. Wanasema watoto hawapaswi kubeba mzigo wa vita vinavyoendelea, bali wanapaswa kubeba fursa ya kusawa kujifunza, kujenga maisha yao na kutimiza ndoto zao. Bunge
Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanya kikao chake cha kawaida siku ya jana Jumanne tarehe 7 Julai, huku ajenda kuu ikiwa ni kujadili masuala muhimu yanayohusu usimamizi wa fedha za serikali pamoja na maendeleo ya sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki nchini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa Seneti, wajumbe wa Seneti walijadili hoja mbili kuu ambazo zinatajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa maendeleo ya uchumi wa taifa pamoja na usimamizi wa rasilimali za asili. Hoja kwanza ilihusu uwasilishaji wa mstari wa maswada wa marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka wa bajeti 2026. Mswada huo uliwasilishwa mbele ya maseneta na makamu wa waziri mkuu anayehusika na bajeti Adolphe Muzito. Katika uwasilishaji wake, waziri Muzito alieleza sababu zinazofanya serikali kuleta marekebisho ya katiba ya bajeti ya mwaka huu. Marekebisho hata kusudia kurekebisha mgao wa fedha za serikali kulingana na hali halisi ya kiuchumi na changamoto ambazo zimejitokeza tangu bajeti ya awali ilipopitishwa. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaeleza kuwa bajeti ya marekebisho ni utaratibu unaoruhusu serikali kubadilisha baadhi ya matumizi au makadirio ya mapato pale ambako mazingira ya kiuchumi, kijamii au kiusalama yanapobadilika. Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo gharama za operesheni za usalama mashariki mwa nchi, misaada ya kibinadamu kwa watu waliokimbia makazi yao na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hoja ya pili hujadiliwa katika kikao hicho kuhusu pendekezo la sheria mpya inaweka misingi ya usimamizi wa sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki nchini. Ripoti hiyo iliwasilishwa na tume ya Seneti inayoshughulikia mazingira ya maendeleo endelevu, mali asili na utalii. Tume hiyo iliwasilisha jedwali la marekebisho ya mswada huo kabla maseneta kuanza kujadili na kupiga kura kila kifungo cha sheria pamoja baada ya kingine. Kwa mujibu wa Seneti, sheria hiyo inalenga kuweka mfumo wa kisasa wasimamizi wa rasilimali za uvuvi na kukuza ufugaji wa samaki nchini ili kuongeza uzalishaji wa chakula, kulinda mazingira na maji na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali hizo. Iwapo sheria itapitishwa, inatarajiwa kusaidia kupambana na uvuvi haramu, kulinda samaki dhidi ya kuvuliwa kupita kiasi na kuwapa wafugaji samaki mazingira bora na kuendeleza shughuli zao. Sekta uvuvi ni moja ya sekta muhimu kwa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa kazi wanaishi kando ya mto na maziwa makuu kama vile Ziwa Tanganyika, Ziwa Kivu, Ziwa Albert, Ziwa Edward pamoja na mto wa Kongo. Maelfu ya wananchi hutegemea sekta hiyo kwa chakula na kipato cha kila siku. Wachambuzi wanaamini kuwa pamoja na kujadili masuala ya usalama na uchumi, maboresho ya sheria zinazohusu usimamizi wa mali asili yanaweza kuchangia kuongeza mapato ya taifa, kulinda mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Kikao hicho kinaonyesha kuwa Seneti inaendelea kutekeleza jukumu lake la kuchambua na kuboresha miswada ya sheria pamoja na kusimamia matumizi ya fedha za umma kupitia mjadala ya kina kabla ya maamuzi ya mwisho kutolewa. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News FM, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na ikiwa tarehe 7 Julai mwaka 2026. Tunaendelea kuletea habari muhimu kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan yale ya usalama mashariki mwa nchi pamoja na matukio mbalimbali yanaendelea katika maeneo tofauti. Tunazidi kuhakikisha kwa Kivu News FM endelea kufanya ufuatiliaji wa kina, kutafuta ukweli na kukuletea taarifa sahihi zenye kuaminika na zenye umuhimu wa kijamii. Usiendelee kutufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali ya kijamii kupata taarifa mpya kadri zitakavyokuwa zimejitokeza. Mimi ni Teloje Longo na kushukuru kwa pamoja nasi. Endelea kuwa nasi na siku njema yenye amani na baraka tele na katika shughuli zako za kila siku. Basi nikwambie bye bye na chao, na tukutane tena katika taarifa zetu za mchana.